Nimefurahia upandaji wa miti. Jamii tupande miti ili tuweze kupata hewa iliyo nzuri, mazingira yaliyo mazuri na salama. Nipo hapa kwa niaba ya project moja ambayo tunaita Rota. Project hii inasimamiwa na Wizara ya Elimu chini ya UNICEF, na lengo la project hii ni zoezi zima la upandaji wa miti, uhifadhi wa chakula, kuhifadhi taka na vitu vingine. Katika suala la upandaji wa miti, projekti hii ina malengo ya kupanda miti takribani 60,000, ambapo mikoko itakuwa ni 50,000 na miti ya juu itakuwa ni miti 10,000. Kwa upande wa mikoko hapa Chuini, hii ni awamu ya pili. Awamu ya kwanza tulipanda mikoko 4,000 na awamu hii tunapanda mikoko 3,500. Lengo na mazumuni ni kuweza kuwahusisha wanafunzi, kwa sababu wanafunzi hawa ndio walezi wa kesho na ndio watu ambao tunawategemea katika kufanya uhifadhi wa mazingira haya. Na kwa kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa wanaweza kupata elimu juu ya namna gani ya uhifadhi wa mazingira, lakini pia kuwa ni mabalozi ambao watarudi nyumbani wakiwa na kauli moja ya kuhifadhi mazingira kwa ajili ya maisha endelevu ya baadaye. Tumeamua kuja Chuini kwa sababu eneo la Chuini hili katika historia yake mwanzoni lilikuwa ni eneo la wazi, eneo ambalo linapandwa mpunga, lakini baada ya uharibifu mkubwa uliotokea wa ukataji wa mikoko, maji yakaanza kupanda juu. Kwa hiyo kadiri siku zinavyozidi kwenda, hali inazidi kuendelea kuathirika. Hivyo basi serikali imeamua kutoa elimu kwa jamii, na jamii imeitika kwa mwitikio mkubba na wakaanzisha kikundi chao cha uhifadhi. Pamoja na sisi tumeamua kuunga nao mkono katika kuhakikisha tunalirejesha eneo hili katika hali yake ya kawaida na kuzuia maji kuendelea kupanda juu. Mradi huu utakuwa ni wa miaka mitatu. Kwa mwaka huu wa kwanza, kama ambavyo tulisema awali, tunatakiwa tupande takriban miti 50,000 ambao ni ya mikoko, na baadaye pia kuna malengo mengine zaidi ya kupanda miti mingi zaidi ukilinganisha na hii ambao kwamba tumeipanda. Wito wangu kwa jamii, sisi sote tuna haki ya kuhifadhi na kutunza mazingira yetu ambayo yametuzunguka, hasa mazingira yetu ya mikoko. Kama tunavyoelewa kwamba Zanzibar ni eneo la visiwa, kwa hiyo tunavyoendelea kufanya uharibifu wa mikoko, tunaruhusu maji kuweza kupanda juu na kuendelea kutuathiri zaidi. Kwa hiyo naomba niwaase jamii kwa ujumla wake, tuendelee kuhamasishana, kuendelea kupeana elimu juu ya kuhifadhi mazingira haya, lakini pia hawa wanafunzi ambao tumekuja nao leo takriban ni wanafunzi 300. Kwa hiyo wanafunzi hawa watakaporudi majumbani watakuwa ni mabalozi wakubwa pale ambapo watatoa taarifa katika majumba pamoja na wanafunzi wenzi wao. Hali ya upandaji wa mikoko ni hali ambayo ni nzuri na ina faida sana kwa jamii, kwa sababu tunapopanda miti na maana tunaweza kuweka hewa safi, lakini pia tunaweka katika hali ya mazingira na kwa ni yenye kuvutia, lakini pia ni yenye kuleta manufaa kwa jamii, kwa sababu tunapata kuweka sawa hali ya mazingira. Binadamu na mazingira na uhusiano wa karibu zaidi, ambayo ile mwanadamu aweze kuishi ni lazima aweke mazingira safi, na miongoni mwa kuweka mazingira safi basi ni kupanda miti na sio kuharibu miti. Wito wangu kwa jamii au kwa jirani, tutunze mazingira, vile vile tuendeleze kupanda miti kwa ina manufaa mingi kwa wanadamu. Tusiharibu miti, tusikate mikoko na tuimarishe ili tupate kijani, yani iwe Zanzibar kijani kabisa.